wale watu waliojiandaa kwa ajili ya book chapter ambao wako tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elbracha Marcel. Naenda kutaja Isaya sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 6. Na nitaenda kusema inachofundisha. Nayo nasema, na katika siku hiyo utasema, Bwana, nitakushukuru wewe, kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nao unanifariji moyo. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini wala sitaogopa. Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Na katika siku hiyo mtasema, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, yatangazeni matendo yake kati ya mataifa. Mwimbieni Bwana kwa matendo yake makuu. Mwimbieni Bwana kwa matendo yake makuu, na yajulikane haya katika dunia yote. Paza sauti, piga kelele, mwenyeji wa Sayuni, maana mtakatifu wako ni mkuu kati yako. Hii sura inatufundisha kwamba tunatakiwa tuwe na moyo wa shukrani na hatutakiwi kuwa na moyo wa manunguniko. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ivana Olivari Shirima. Naenda kusema kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 1 hadi wa 18. Nao nasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huo wa Yordani, wewe pamoja na watu hao wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Waiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kwa kuwa kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa nchi hii. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, ili upate kufanikiwa sana kila uendako. Uwe hodari na moyo. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali kisiondoke kinywani mwako, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndivyo utakavyofanikiwa. Yatafakari maneno yake mchana na usiku, ndipo utakapofanikiwa sana, na kisha ndipo utakapostawi sana. Yes, mimi niliyekuamuru
uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, maana nitakuwa pamoja nawe kila uendako. Ndipo Yoshua akaambia maakida wa watu akisema, piteni katikati ya matuo, mkaamuru hao watu mkisema, fanyeni tayari vyakula, maana baada ya siku 3 mtavuka mto huu wa Yordani, mkaende hata nchi awapayo Bwana Mungu wenu, mpate kuimiliki. Tena Yoshua akawaambia wa Reubeni na Wagadi na hao wanusu ya makabila ya Manase, akasema, likumbukeni neno lile aliloamuru Musa mtumishi wa Bwana akisema, Bwana Mungu wenu anawapa ninyi raha, naye atawapa nchi hii mpate kuimiliki. Wake zenu na watoto wenu na makundi yenu watakaa katika nchi aliyowapa Musa mtumishi wa Bwana, bali ninyi mtavuka mbele ya ndugu zenu hali mmevikwa silaha zenu, watu wote wenye nguvu na ushujaa, ili mpate kuwasaidia. Hata Bwana atakapowapa ndugu zenu raha kama alivyowapa ninyi, ndivyo atakavyowapa na wao pia wamepata kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wenu. Ndipo mtakapoirudia nchi ya milki yenu na kuimiliki, ambayo Musa aliwapeni ng'ambo ya Yordani upande wa mawio ya jua. Wakamjibu Yoshua wakasema, hayo yote uliotuamuru tutafanya, na kila mahali utakakotutuma tutakwenda. Kama vile tulivyomsikiliza Musa katika mambo yote, ndivyo tutakavyokusikiliza na wewe. Bwana Mungu wako awe pamoja nawe tu, kama alivyokuwa pamoja na Musa. Kila mtu atakayeiasi amri yako asisikilize maneno yako katika mambo yote utakayomwamuru, atauawa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, hilo tu. Sura hii inatufundisha kwamba tusiwe tuna hofu. Bwana Mungu wetu yu pamoja nasi kila tutakapoenda. Na sura hii inatuambia kwamba wakati huo ni Musa alikuwa amekufa, ndipo Bwana Mungu akamwamuru Yoshua awachunge hawa wana wa Israeli na awapeleke katika nchi ya ahadi. Na hili somo linatufundisha kwamba tukiambiwa kitu tukifanye na tukitende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Anita. Naenda kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 yote. Neno linasema, nitaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika,
kama sina upendo. Nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote. Nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nijapotoa mali zangu zote kuwalisha maskini. Tena nijapojitoa mwili wangu kuugua moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, upendo huvumilia ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hauhesabu mabaya, hauoni uchungu, hauhesabu mambo yake. Furahi uzalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali kuwapo unabii utazihirika. Zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatazihirika. Kwa maana tunajua kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Lakini japo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga, nilisema kama mtoto mchanga. Nilifahamu kama mtoto mchanga, nilifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo, nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa ninafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, hayo matatu. Na katika hayo lililo kuu ni upendo. Somo hili linatufundisha tuwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Hanan Marcel, naenda kutaja kitabu cha Zaburi 150 yote, nao nasema haleluya. Msifuni Bwana katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uwezo wake, msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake, msifuni kwa matendo yake makuu, msifuni kwa mvumo wa baragumu, msifuni kwa vinanda na vinubi, msifuni kwa matari na kucheza, msifuni kwa zeze na filimbi, msifuni kwa matoazi yaliayo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Sura hii inatufundisha kwamba tumsifu Mungu kwa njia yoyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Abigail Innocent Liana, naenda kusema kitabu cha Zaburi 91. Aketie mahali pazuri pake aliye juu, atakaa katika uvuvu yake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Maana yeye atakuokoa katika mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Na sura hii inatufundisha msikate tamaa, Mungu anakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wametuonyesha kwamba hawajashika mstari mmoja mmoja tu. Amen. Mungu akubariki mchungaji. Watoto wametuambia, walisema mwalimu, hatujashika sisi mstari mmoja, miwili au mitatu. Tunaweza tukafrodi 20 hata chapter nzima wameweza. Kwa hiyo kuna siku tutawapa hata kitabu kizima, watasummarize, watasema muda tu kitosha. Mungu awabariki sana watoto, Mungu aendelee kuwatumia.